imetosha. Sasa hivi wenye vyombo vya moto wote tumo katikati ya uchaguzi, hata haya hawana. Kila mwenye chombo cha moto wameambiwa wakasajili upya nambari za vyombo vyao. Kisa nini? Umeongeza harufu moja kwenye plate number. Alotaka tuongeze herufi watumiaji wa vyombo vya moto au nyinyi wenyewe wenye serikali huko? Sasa kama nyinyi ndio mlioamua kuongoza, kwa nini muwatoze wananchi masikini ambao miaka mitano hii balaa tupu, kipindi kama hichi unakwenda kuwakamua? Ndugu zangu, kila gari moja inaambiwa ikasajili upya namba kwa kuongeza herufi moja tu, ikasajili upya kwa shilingi 85,000. Na kila pikipiki au vyombo vya maringi mawili cha moto wanaambiwa akasajili upya kwa shilingi 55,000. Mmewafukarisha miaka mitano, mpaka zimebakia wiki zenu 3 bado mnakamua. Tutakwenda kuwakamua nyinyi mziteme zote baada ya Oktoba 29 inshallah. Ndugu zangu, tumefanya hesabu ya haraka. Vyombo vya moto vilivyokuwa katika nchi jumla yake ni 78,000. Vyombo jumla yake ni ngapi? 78,000. Vyombo hivi ukichukua wastani wa shilingi 85,000 na 55,000 uzijumlisha, kwa sababu hatujui vipi vya maringi mawili, vipi hesabu yake gari, lakini chukua wastani wake ambao ni ukijumlisha 85,000 na 55,000 ni 140,000. Wewe gawa mara 2 upate wastani ni shilingi 70,000. 70,000 ukifanya mara 78,000 ya vyombo unapata jumla ya shilingi bilioni 5,460 milioni. Bilioni 5,460 milioni. Hapa moto linaendelea. Ndugu zangu, huyu anaweza kuyafanya haya ndani ya kipindi cha kampeni. Mnafikiri Mungu apishe mbali aje akae tena patakalika nchi hapa? Patakalika kwa makodi? Na huo ndo uhalali wake, ufisadi na kuwakamua wananchi wanyonge, huku yeye, familia yake, wakwe na mashemegi na masaiba zake wanaishi maisha ya anasa, na nyinyi mmeyashuhudia miaka mitano hii.